aliweza kumfanyia mazuri yule mzee kwa kumpeleka hospitali, kumwangalia, na alikuwa si babake. Bila shaka, naam. Alafu alipoulizwa mbona wafanya hivyo, akasema nakumbuka ile peremende. Ndio bado utamu uko mdomoni. Bado utamu uko mdomoni. Kama kawaida wameenda madrasa, sehemu ya kusoma msikitini. Ule bwana alipokwenda pale msikitini akamkuta yule mtoto yuko kando yualia. Akamfuata, kwa nini walia? Akawauliza wale ndugu wenzake kwanza, mbona mwenzenu analia? Wakamwambia, la, huyu bwana amezidi huyu. Sisi kila siku huja na vishete vetu hapa, maperemende na nini. Yeye haji na kitu, yeye ni kudandia sisi tu. Kwa hivyo leo tumemgomea leo. Kama aleti vyake basi na vyetu. Ikawa lugha siku ile mbadilika. Mji wa Pemba, kuna mji unaitwa Chake Chake. Kila mmoja chake leo. Chake, kila mmoja na chake. Sasa yule akamfuata yule mtoto akamwambia, mbona wewe huleti chochote? Asa, mimi yatima, mamangu hana hela na babangu amefariki, ndio imebidi mimi sina. Yule pale akaenda akamnunulia zile maswiti yale, akamletea maperemende, akamfurahisha yule, akafurahi yule mtoto kujikuta sasa na yeye amekuwa na uwezo kama wengine. Sasa amejisikia. Basi natija iliyokuja, huyu mzee alizeeka na yeye hakuwa na mtoto. Wakati huyu kijana kwa maisha yake kila akikuwa anamshughulikia ule mzee. Kafika mahali sasa ule mzee hajiwezi, yuko hospitali. Yeye ndiye akawa yuamuuguza. Yuaje asubuhi, anamwogesha, anamlisha, anafanyaje. Siku moja akachelewa. Yule muuguzi yule nasi akamuuliza, mbona mtoto wako hajaja? Akamwambia, kwanza kwa taarifa yako, yule si mtoto wangu. Eti nini? Akamwambia, si mtoto. Vile anavyokushughulikia, sema si mtoto wangu. Na mbona afanya vile? Sema sijui, naona yule kijana tu amenitunuku, anipenda, basi anihudumia mpaka leo. Nimekuwa mgonjwa, ende amenileta hospitali. Sijui kwa nini. Ikabidi sasa, lakini wewe pia muulize, mimi naona haya kumuuliza, tafaidika nayo. Yule nesi alipokuja akamuuliza lile swali. Yule kijana akamwambia, mbona unamhudumia mzee kiasi? Akamwambia, akamuelezea kile kisa. Ndio akamwambia, namhudumia kwa sababu kila leo bado nahisi ule utamu wa zile peremende uko kwenye nini, mdomo wangu. Kila napohisi utamu wa peremende ndio ninaongeza juhudi katika kumhudumia mzazi kama wewe. Sasa ikiwa huyu ni mtoto wa kando, si mwanaye, mwanaye utakapomfanyia, utakapomwonyesha mapenzi na kumshughulikia, bila shaka ukaribu wake utakuwa zaidi.